Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuiachia dunia ikitabiri iwapo Marekani itajiunga na kampeni ya kijeshi ya Israeli, akigoma kuthibitisha uamuzi wowote, huku akieleza kwa mashaka uwezekano wa mazungumzo ya kidiplomasia au mashambulizi. Ukimya wake umeleta wasiwasi kwa washirika na kuwapa ujasiri wakosoaji, huku Iran ikionya kuhusu madhara makubwa iwapo Marekani itaingilia kijeshi na kumkejeli Trump kwa kauli zake zinazobadilika. Wakati mataifa ya Ulaya yakisukuma mazungumzo ya kidiplomasia na Tehran, raia wote kutoka eneo hilo wanajiandaa kwa hali mbaya zaidi, huku ukimya wa kimkakati wa Trump ukiendelea kuchochea hali ya wasiwasi katika mzozo huu unaoendelea kwa kasi. Mwenzangu wa Kiumbogo na taarifa zaidi. Wakati mzozo kati ya Iran na Israel ukiingia siku ya 7, rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuiacha dunia katika hali ya sintofahamu kuhusu iwapo Marekani itajiunga na kampeni ya kijeshi ya Israel dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Akizungumza nje ya ikulu ya White House, Trump alikataa kufichua uamuzi wake, akisema kwa utata, naweza kufanya hivyo, naweza pia kutofanya. Hakuna anayejua nitafanya nini. Baadaye Trump alifichua kuwa maafisa wa Iran walionyesha nia ya kwenda Washington kwa mazungumzo, lakini akasema huenda ni muda umechelewa. Hali hiyo ya kutotabirika imezua mjadala mpana kuhusu kiwango cha uwezekano wa ushiriki wa Marekani, hasa kwa kuwa wachambuzi wa kijeshi wanaamini Israel inaweza kuhitaji msaada wa Marekani kushambulia vituo vilivyojificha kama Fordo. Jarida la Wall Street liliripoti kuwa Trump alikuwa tayari ameidhinisha mipango ya mashambulizi, lakini anachelewesha utekelezaji wake kwa makusudi ili kuona kama Iran itarudi nyuma kuhusu mpango wake wa nyuklia. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa serikali ya Iran kuanguka chini ya mashinikizo ya Israel, Trump alijibu, inawezekana, chochote kinaweza kutokea, jambo lililoendeleza hali ya sintofahamu. Wakati huo huo, mataifa ya Ulaya kama Ujerumani, Ufaransa na Uingereza yamekuwa yakijitahidi kufanikisha suluhu ya kidiplomasia. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo wanatarajiwa kukutana na mwakilishi wa Iran mjini Geneva kushinikiza uthibitisho kuwa mpango wa nyuklia wa Iran utabakia kuwa na matumizi ya kiraia pekee. Ndani ya Iran, hofu na taharuki vimezidi kushika kasi miongoni mwa raia. Maelfu waliondoka Tehran kufuatia mashambulizi ya Israel yaliyolenga maeneo muhimu. Mwananchi mmoja liliambia shirika la habari la Reuters kuwa alikimbilia mji wa mapumziko wa Lavasan baada ya kombora kulipua nyumba ya rafiki yake na kumjeruhi ndugu yake. Misimamo ya Trump imekuwa ikibadilika mara kwa mara, kutoka kutishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwenye mitandao ya kijamii hadi kudokeza uwezekano wa mazungumzo, na hali hii imewaacha washirika na mahasimu wake bila uhakika. Mashambulizi ya Israel yameathiri vibaya maeneo ya Tehran, hali iliyosababisha Iran kufikiria njia nyingine za kujipatia ushawishi, ikiwemo vitisho vya kufunga njia ya mafuta ya mlango wa bahari wa Hormuz.